Je, mtu ufaa kumuoa mwanaharamu wake? Mimi nauliza swali. Je, mtu anaye mwanaharamu? Haiwezekani mtu kuwa una mwanaharamu. Mwajua maana mwanaharamu nini? Mimi nikizungumza na mnene kisha wengine huwa wakali. Na si mimi. Mwanaharamu, yani mwanaharamu ni istilahi. Hakuna mwanaharamu. Aliyoko ni mtoto aliozaliwa nje ya ndoa. Sawa? Lakini kitu lazima ukipe jina. Kitu takipa. Kuna watu sisi hutuita mashekhe na sisi mashekhe. La ukitutia katika zipimo za ushekhe hatumo kabisa, hatuyafikiria wanafundi wa mashekhe. Sasa mtoto akizaliwa nje ya ndoa, wengine humuita mtoto wa nje ya ndoa, wengine humuita mwanaharamu wazungu. Sasa hakuna kusema mwanaharamu wangu. Hakuna mwanaharamu wako. Mtu hawi na mwanaharamu wake, kwa sababu chako ni kile ulikipata kwa process mpaka ikikaitwa ni ikiwa ni mwanaharamu, hakuna process yake. Sasa wewe umezaa na mwanamke, wewe umezaa na nani? Ukazaa toto limefanana na wewe sawa 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 sawa. Mwanamke mkapoteana miaka 19, siku hiyo ukaliona toto limefanana na wewe, ukamuuliza wewe mamako nani? Mamangu mimi ni fulani. Ukajua kwamba yule mama uliwahi wewe kufanya nini? Kulala naye. Wafaa kumuoa huyu? Naam, wafaa. Kwa madhehebu matatu wafaa. Abi Hanifa peke yake hufai, kwa sababu Abi Hanifa wao hata kuingilia kwa haramu wao wanahesabu ni akdi. Ni akdi ile. Akdi kwao si kufunga ndoa, ni kuingilia, kwa maana kuingilia. Ukiingiliacho umekioa. Sasa kwa ndoa ilisihi haikusihi masala mbali. Lakini mu'tamad la. Wafaa kumuoa mwanamke, mtoto aliozaliwa na maji yako. Kwa ufupi tutasemaje? Mtoto amezaliwa kupitia maji, lakini useme mtoto wangu, mtoto aliozaliwa na maji yako. Manake siku hizi kuna masala hii ya test tube baby. Kwa bahati wewe na mwanamume mwingine umekwenda, ule daktari akamisuse, akatukua yako akapeleka kule, akatukua ya huyo akaleta huku. Wale watoto wote watakuwa wamezaliwa kwa maji ya wengine, si maji ya halali. Na ndio tukasema lazima tuwe makini, tupate madaktari waliokuwa